after all boma ni safi, nyumba imetulia, sina njaa. Kucha si viatu. Hata hivyo nakupenda tu hivyo vile ulivyo. Na kwani leo unaenda job? Nitaenda tu, sina mbio. We, nimesema uamke ukanifulize socks. Kwanza nimekusokia boxer huko na vest. Na ufue mpaka hizo handkerchief nimesoka huko juu na boxers. Leo tumekaa hapa na msee wa power. Huyu jamaa tumemsaka bda. Huyu jamaa ni msanii wanatoka pale mtandaoni, sio kuroga uchawi Mkia ni actor pale hivyo. Tumeona pale kwa Real House of Kawangware. Bda ni jamaa ni multi talented. Tumemtafuta ndio tusikie anatuambia hivi. Si mwingine but ni Detective Juma. Story yako uweze kupatia tusikie ni nani. Mimi bado tumeweza kuona pale kwa TV mimi fans. Tusikie ni nani. Sasa tukianza tu unaweza niambia Detective Juma ni nani? Detective Juma. Baada tupa brief story hivi kidogo. Wewe ni nani? Detective Juma as a character ama Detective Juma as a person? Okay, Detective Juma, hiyo ndio jina yako ya ID ama hiyo ilikuwa ni character yenye niliplay kwa series ilikuwa inaitwa Houses of Kawangware. Apparently hiyo ndio character nimeplay, imekuwa famous sana, imejulikana sana, but nimeplay characters zingine either way. Juma ni jina yangu bado coincidentally. Sasa ni kama ni coincidence tu nilikastiwa kwa series yenye nilikuwa naitwa Juma. Alafu Juma ikahappen kwa jina yangu. Hivyo ndio imehappen. Sasa na fans maybe card mimi labda ni kwa Detective Juma. So jina ni kwa ID yako ni gani? Dedan Juma. Dedan Juma. Hiyo ndio jina yangu ya ID. Okay. Dedan Juma unaweza kupatia brief story labda ule amkanga tu kujipata ndoa kwa nini sitasemea labda au kwa mbulu ama kuna kitu umepitia tu. Manzi Josh tumekapitia hapo Batosho hapo kwanza hapo. Imetukalia ngumu mtu wangu. Imetukalia ngumu sana. Lakini unaona tulikuwa tumejenga actually hata sikujenga, tulikuwa tunajaribu kujenga ma platforms za kuact hapo Batosho tu. Apparently haikuweza happen tu, ni kama sisi wote tulikuwa tunashare the same vision. So vile nitoka pale, Mungu naye unajua nani, unajua pia unajua kama uko na dream fulani ama una aspire kufanya kitu fulani, God pia anakupelekanga towards hiyo direction ama kushikanisha na watu wa hiyo direction sana, unaona. Ukiwa mko mwizi sasa unaanza kupatana na wezi sana, unaona. Sasa mimi nika happen kwa nimepatana na wasee hapo church mtaa walikuwa na hapo Jerry. Kuna kikundi inaitwa Galaxy Players. Hali ndio nikaingia nikaanza sasa kugrow. Nikagrow tu pale pole hivi na hivi, alafu unajua tu pia pale kuna ile undugu. Mimi nikiona unaweza kufanya kitu mahali kitu poa na niona hiyo opportunity. Unajua tu mti inaangukishanga matunda hapo karibu. Hizi rusha huko tao. So yani unajua maybe si watu wengi wanaamini umekureisa hizo kwa social and then hadi unajua hizo zote za Jerry. Bana ndio mimi nimegrow ya mimi nimegrow ya Batosho, nimegrow ya Jerry, nimegrow ya unatangwaje? Ona hizo ni nanipotea hapa. Sasa Batosho, hii side kuna kuna Batosho na side nyingine kuna kachina fulani tu kulikuwa Baghdad ama kutuaje. Hii sasa Alex hii mwisho hii side nyingine. Hizo yani hiyo alafu pia maadimiki je yani hizo ni mamtani. Si ndio tukao tu tulikuwa na hizo makauli unatokea huko. Bali usiku utakupata ni unalala. Unaona? Alafu weekend sasa ndio unaenda mtaa. Sasa tulikuwa fresh this life. Bana. Na kani zaidi ya masomo labda umesomea machuo gani? Mimi nimesomea Martin Luther. Sasa tunaona Martin Luther hapo tunaingia tena Maadu bado ilinilea. Kutoka bado chuo mnaingia Maadu muende mcheze huko na usiku wapata asubuhi unaenda shule na zile ulitoka tunazo jana jioni. Nilisomea Martin Luther. Nilifika class 4 mother kaona ni kama naweza kuwa kausi.
nikaona ni kama Bujeri inaweza ingia kundi mbaya, alafu akanipeleka boarding school huko upande za Kirinyaga huko, alafu baadaye ndio nikarudi tena Ufafa Jericho. Ufafa High. Sasa inaitwa Ufafa High. Ndio hiyo sasa. So labda hebu hii jani ya nini? Maybe ni historia yako, si ndio? Na ndio kama hadi manifika usanii, uliingiaje kwa usanii ama historia usanii ulianza wewe? Mimi unaona hiyo usanii mimi hata sijuangi nilianza wewe. Mimi sikumbuki nikianza. Acha tu niseme hivyo. Mimi sikumbuki nikianza. Lakini naweza kukumbuka as far as naweza kukumbuka nikiwa primary nilikuwa napenda kurap. Nilikuwa napenda kuandika mangoma na kwanza nilikuwa napenda kusikiza kama wasanii wa TZ sana, nilikuwa napenda kusikiza dance, nilikuwa napenda kusikiza TZ Brain, yani nilikuwa mtu wa hip hop sana. Sasa nilikuwa wasee siku za maenta lazima nikuwe na kitu kwa entertain watu. Naandika na nikitokea na roga. So baadaye nilikuja kuta. Yani star yangu ilikuja kadiri, yani naweza sema hivyo. Nilitoka pia kwa producer akatukula huko. But sawa bado niko unajua tunasonga nayo pole pole. Unajua like si watu wa Iceland upata ati kuna jamaa fulani anajulikana mahali anatoka huko Iceland unaona sana. So anadhani labda uko tu na pro tu bana, so maybe kwa hapo nje huyu jamaa asikia ni Barshosho Madu huko Bojeri bana tu. Na hii life ati historia ya usanii azin umeficha kwa nini gani na gani ndio pia. Vitu tumedu nilifanya zile nilikuwa nafanya student projects hapo Kenya Mass Communication. Nilifanya movie kadhaa, even though siwezi recall hizo majina. But kaenda pale ulize movie over the past 5 years. Niko kwa kuna movie kadhaa wale wasee weka records ya mafuto hapo shule. So hizo student project nilifanya na nilikuwa bado kuna movie fulani inajiita Slim na Kam. Yona tu very soon. Ni horror movie, ni Kenyan horror, yani mbaya sana. Alafu bado kuna hiyo House Elves kama Sunset. Alafu pia kuna nyingine inajiita Take, hiyo ni series. Inataka kuwa mbaya sana. Na pale G Studios. Na nyingine inajiita G Studios bado inakaa. Hapo nayo ni muziki tutakuwa tunaamsha. Kwa hivyo vitu zinakaa. Yani vitu zinakaa. Creativity haijafungwa. Ile ndo labda Baba Jaden amefunga kama ni Jaden ndo amefunga hiyo ndo, lakini sisi creativity yetu hajaifunga, bado iko tunafanya kazi bana. Okay, maybe kuna tu swali labda nikiingilia personality, maybe kuna mtu anakuwa na manufaa yako. Nataka ajue maybe uko na mwai, uko na familia ya na wife bana na mtu mmoja kwa Aiden ndio yake. Manzi bana, mimi ni family man sana. Na which left hand unakanga unajua labda mostly signal namba ama maseleba ama mtu anapopasikwa unaandika kwa screen, as in unakanga left hand gani manzi, yani unaona nini hizi TV zisiwahi kudanganya. Hata wewe uko hapo nje, hii TV siwahi kudanganya. Hii TV na uongo mingi, yani ni showbiz, ni showbiz. Watu wanakula doa hii TV wako nyuma ya TV. Haonekani kwa hizo TV. Sawa. Watu wanaonekana kwa hizo TV ni maskini, ni watu wanaishi kawaida. Okay, si maskini but watu wanaishi maisha kawaida kama mtu anaishi hapa hivi. Unajua? So na withdraw your statement ya maskini. But either way, wasanii waishi poa hapa hivi. Yaani TV sikudanganya mtu anaishi ile ati ana get doa na bana. Uliona mzee wa Filirinda mzee anaitisha hospital bills, yani zinamkimbiza na ngoma yake imehit mbaya sana. Yani Eastern Central Africa bana, watu wanadance hiyo ngoma kwa kila platform. Unaona? Alafu mzee anapewa sijui 30,000 ya royalties ya over 30 years. Wewe kumaanisha muziki yake inasikizwa na watu wawili kwa mwezi. Sinaona hiyo ni uongo. Kuna mtu anakula doa hapo ya mtu mwingine. So hiyo ndio kitu happen kwa hii industry. Ina happen sana, but hopefully kuna kiwevu kina come kama new actors, new producers, watu walikuwa actors
vijana sasa hivi wanakuwa producers, washalana, washajua kushika cameras. So hiyo wave inakaa, unajua? Na change na kuja pole pole. Hao watu wazao wanakosa relevance. Na tunaenda hapo mahali tunaanza kubai magari. Ndio. Inshallah. Okay. Hebu azim kuna mimi kufanya kitu yako. Uko na role model na yangu labda hawa sasa watu kuna role model ili ama pia ni kwa screen kwa role model. Role model wako safi, lakini mimi personally najiambia kama sina role model. Lakini mimi napenda kuadmire spirit ya madam sana. Even though madam yuko alive, si ati sasa na admire spirit yake ati yuko alive. Big up yourself mom, najua anaweza patana na hii clip mahali. So napendanga vile anakuwa na spirit ya tunaweza hii kitu inakaa ngumu ndio, lakini tunaweza bado, unaona. Mother ni wale wase unaweza mwambia mama nakujengea nyumba sasa hiyo hata una slippers, lakini bado anakuambia iko sawa. Kwanza hiyo tu statement inambamba sana vile tu uko na hiyo thought ya kumjengea keja, unaona. So mtu kama huyo ni mtu supportive sana, na ndio mimi kama naweza kuwa na role model ama naweza kukaa hapo, lakini mimi sinanga role model. So your mama na inspire mimi nataka kuwa better version of me, sitakangi kuwa someone else. Yes, that's me. Exactly. Okay. Mama Delda sikia bana sikie tu hapo. Okay, na maybe au kuvi na labda mtoko pale bwana kuangalia wewe ni msanii anaweza kusikia uliendaje azin kwa safari, labda umeamka tu ukafika hadi hapa ama kuna challenges ulipitia na hizo challenges zikaa gani? Ziko mazuri mingi man. Before fika kwa screen na labda pia sasa hivi kwa yes. Before fika kwa screen actually mimi nilikuwa najua kwa screen nikipatana na mtu kama Jalango labda hivi kwa street ndio mambo yanike kwa TV na kesho ndo kwa TV. Hivyo ndo nilikuwa naamini. But God akanipa opportunity ya kuwa hapo mali nilitamani kukua. Unaona? Yenyewe mtu mwingine ana hiyo uwezo ya kuja kuniambia wewe usinike kwa TV na kesho niko kwa TV. But sasa nikakuja nikanotice kumbe ni working hivyo. Kumbe God alikatoa ile sport ni ile hawa si wanang'ang'ana na hii craft yao na kusukuma craft yao. Unaona? Acha tuchukue ile logic hivi brother. Mimi sasa hivi niko na labda nimepata role fulani, labda mimi nimekastiwa kwa series kampya fulani kwa mahali kwa Batsho TV. Alafu nimekuwa famous, nimejulikana nini, nimetoka hapo nje nimekupata, umeniambia bro, ukipata hapo Batsho TV bro, si unirusha hata ndani bro, mimi najonga kwa watu, najonga kufanya nini na nini. Kwa sawa, mimi sina noma na hiyo. Wao nataka kuniambia mimi napata opportunity niwachane na mimi mwenyewe juu mimi bado natafuta job. Sisahau. Acha tu mimi sasa, acha tu nikae home nisifanye job. Alafu wewe enda job sasa. Unaona hiyo kitu inaingia. So ni hard. So I working hivyo. Mimi nilikuja nikanotice kumbe iko hivyo. Unaona? Lazima uende auditions, lazima create connections na watu. Kwenye auditions chukua masimu zao. Auditions watu wanaenda kupata job. Unajua actors wengi wa milioni mtu anaenda audition kupata job. Audition kwanza utatukanwa na hata utaambiwa vitu mingi sana zenye hujui kufanya. Unaona? Lakini sasa wenda pale kujuana na mtu fulani mwenye anafanya craft yako. Unaona? Link up mazeni aje bro, kuna shughuli gani bana? Unafanya nini saa hii bro? Hivi bro, kuna audition mahali fulani tunaweza vuka. Hivyo ndo wasanii bro. Wave kubwa ya wasanii saa hii 90% ya wasanii wamemake it saa hii wanakuanga na hizo supports. Hata wako mpaka na WhatsApp group nini, wamejiunda tu pale, yani kama kuna audition mmoja wetu amepata na tuita wote tunaenda. Mmoja wetu sasa, hiyo umoja ndio wasanii wengi unaona wenye wako labda kama. But sasa in terms of challenges mimi ndio ni realize hizo ma connection, yani ilikuwa hard sana. Juu at some point tunafika mahali unaanza kuona hapa sijui kitu mufanye. Unaona, unajiuliza maswali moja manzi ama mimi kwa off kiasi gani, unaona, lakini wewe hauko off. Ni ile tu design auja concentrate na energy yako mahali fulani. Mimi nataka kwenda mahali fulani. Ulikuwa unataka pale KNT zamani time fulani ulikuwa unapata marasta fulani wanacheza drum.
Wale wasanii tukaga kusikia kuna time walikuwa wanaitwa hadi show Canada. Unajua, yani msichana amecheza drum pale amebamba, mzungu amekuja labda hapo Norfolk. Huyu jamaa bana anawezesha, nikamwitia ka show mahali fulani pale mtaa, naweza ingiza tudo. Anampromote na anaenda huko na anafanya show yake. So kitu poa, haihitaji ati wewe usukumwe ati wewe bro kuja enda uingie pale na fanya craft yako. Kama unajitambua kama actor, piga acting yako hapo mtaa. Itajirealize tu huko nje. Okay, unajua vitu umesema tu. Baadaye unajua mentality ya sio watu tunakuwa kubwa, unajua labda fans ama mtu yuko na talent unataka kuona. Ona ngenyewe mimi nikamtu leo nipate na mtukaa deda hivi nimuona kwa screen. Mimi nimeomoka. Bana. Mzee bana jo. Ni ngumu mzee. Mimi change hapo kwa screen nimeomoka. Ati nimeomoka. Sio rahisi. Watu wameomoka ni watu wanapata hizi ma corporate deals. Unapata labda kampuni kubwa. Sitaki kutaja brand but unapata labda brand kubwa imekuchukua yeye wataizie kitu. Hapo ndio unaweza pata msanii na kitu. Lakini hizi ati activity unaona bana hapo kuna struggle. Si icon flat ndio unaona. Okay, na maybe unajua most tumekaa mtuni hapa tunapata ngambia simu mimi hapa but labda tajenda unashona bana ndio ama tu anaona audition mfano so maybe umetaja mambo audition maybe umeenda audition kama ngapi ni sky ama nani gani unaweza kukumbuka hivi shiko mtio hizo ni poa sana auditions tumeenda mingi yani sisi county nyingi lakini zinaweza kuwa sasa inaweza kuwa nimefika mahali katati ama 25 lakini siko sure na ndio nimepiga hesabu hiyo miaka yote 7 nimekuwa unaona si professional unaona mali inaweza act nilipo unaona so nimeenda mingi the worst audition nilienda kubuka ilikuwa the first audition nilienda ilikuwa inajiita kulikuwa inaitwa Planet Theater so hiyo audition tulikuwa na boys fulani alikuwa anatoka Kayole alikuwa na Madrid nini so boys alikuwa sema jai act so mimi namwangalia nasema wewe nataka kukuosha hapa ndani mbaya sana tujai act ni wewe ndo nataka kunaria kwanza sasa yeye alikuwa ningia pale nani kufanya zenye yeye anaamini but mimi nilikuwa ningia pale nani kufanya acting naona hii sasa yani hakuna kitu kingine ni acting na hiyo kitu unajua ni acting unajua nini hizi mapicha ya drama festival nini mama alisema nini tuingia huko ndani audition ule boy akachukuliwa mimi kama ndio alafu sasa kitu nilivunja zaidi nikaamua niende kwa mechanic siwezi act yani hiyo ilikuwa my worst one yani hizi zingine unaambiwa tu ati recall you maisha inaendelea lakini hiyo mpaka niliambiwa wachana na acting fanya kazi kwa noma ilikuwa noma but God so bad yuko ndio pale nini ndio okay na as in tu nikiangalia una act na bado unaimba kwa Jumanji na Jumanji ndio kwamba nilikuwa naandika mistari nikiwa shule yani mimi nimegrow tu music mimi napenda music sana yani napenda music yani music ni yani kuna level fulani kuna mahali fulani music unifikisha mimi sasa hiyo kupenda music sana imenifanya nikaanza kati kupata naandika napenda kuflow yani lakini mimi si freestyle up noma so mimi muandika na nimeandika for a very long time but professionally music naanza kufanya so sasa hivi nataka kuna niko in the side deal na G Studios so probably naanza music career yangu na G Studios so officially Jumanji so meaning kuna bado record ati ngoma bado ziko record ziko tu hizo vitu mnaona kwa mtandao hizo ni freestyle ni nini hata msanii anaiba ni sawa tu ananionyesha mimi ni noma so hata kiiba ni sawa so hizo za mtandao hizo sina noma nazo so kuna ngoma nimeandika ziko chini na hopefully very soon in the next 2-3 weeks naweza kuwa nimemsha deal na G Studios
Yeah, are we recording? Yes, I bana ndio. Hebu tugusie kanini kamoja ka freestyle. Yeah bana. Man, na sasa tuna beat yani. Ile kutu free. Haya sikia. Man, Mr. Orders from above. Leo tunataka kuongea na wewe na tutaki ubavu. Ukijaribu kuleta ujinga hapo na ngolewa mpaka ubavu. Muda, man. Imagine unaleta hizo oda zako za kijinga unaambia hao makarawa ati wakakusimamishie soko. Wakakusimamishie soko ndio tusimamishie soko. Buda, uchumi unaangamia na hao watu wanakula kongo. Mr. Orders from above, sisi hatujali basi. Ukileta ujinga buda, sisi tutakupiga kalamu buda ukatulie na Kibaki. Ukaritaya buda ukafanya ukulima wa samaki huko ndio mnaweza pata kukalia watu wa kutaki. We are recording. Ndio sasa. Beat kuna vile beat ingechangamsha lakini sawa. Iko poa. So maybe pale go nje kuna jamaa maybe mtu actor amekuwa huku tu chini jo. Ni kijana tu pia ni upcoming, try come up hivi. And kama maybe siku moja afike mahali huko mapia zaidi mahali. Unaweza mshoaje, unaweza mwambiaje? Just angalia kamera ndio. Mwenye uko huko mtaani yani. Mimi naweza kwambia hapo mali tu uko wewe anza bana. Anza mzee. Yaani hakuna mtu atakuja tu hapo mtati ya kutoa kuweke sijui base gani, ya kuweke sijui level gani. Hapo tu mtaa, wewe fanya kitu unaweza fanya. Hata kama unaweza kuna kuangana hizi mashow za mimi upenda kama public theater sana. Juu wataunda cassette tu hapo hivyo na waite audience kujeni muone even though sasa hii Jaden ametufungia. Kuko na YouTube. Ndio, YouTube inauza, kuna TikTok inauza usanii. Unajua, yani siku hizi yani ni rahisi hata kushinda ile time. Unaona, kuna wakati ilikuwa ngumu juu watu wakuwa hata na hizo ma WhatsApp ama manini. Sasa hii take advantage ya hizo ma platforms za sijui Spotify, sijui gani hizo zinajengea wasema ndio. Unaona? So, wewe mwenye tu uko hapo mtaa, fanya kitu unaweza. Fanya kitu unaweza. Hata kama ni kurekodi kitu na kasimu ama kama huna simu, tafuta beshte yako mwenye mnaweza shikana na mchochane na pitch kitu. Tafuteni beshte ana uwezo ya yani tafuteni namna yani. Hakuna wewe kama wewe ni mtu unatafuta chase dream brother, hawezi kuwa tumekosa namna kabisa. God lazima kuna shimo amekuonyesha, ni vile wewe una ignore hapo mtaa. Ni vile wewe unajifanyia hiyo shimo ni ndogo sana. Huwezi ingiza kichwa hapo, unataka shimo kubwa, unataka uingize Citizen. Ni noma, sio rahisi. Tia bidii. Tukimalizia maybe tupate pia parting shot. Nataka kuuliza maybe sasa hiyo leo tu kwa saa hii tupate labda chance. Wewe bwana Jombo Dedan Juma leo ndio urezo wa Kenya sasa. Unaweza change nini kwa hii country? Unaweza change system manzi. Unaweza change the entire system yani. Unaona system yetu from judiciary yani ministry zote kila kitu. Naweza fatia wase wote niwaambie endeni tu mtaa, kila mtu tu. Endeni mtaani. Alafu sasa hizo vitu zenyu za mtaani kawa nini yani. Alafu sasa tuanzishe hii country from scratch. Na watu wenye wanaweza amini. Hata nichitokoza mimi sitakuwa president kwanza. Tuwe tu president mwingine mwenye tunamtaka. Lakini naweza taka tukubadilisha system ya Kenya yani. Kapa yani. Pakaki hata kuongelelea. Jaden wewe. President wewe. Yani huyu mjamaa ametufanyia maasira mbaya sana. Tunalipa deni ya mareli zinaotajua huko zikienda kwa mafamu zao. Kwa shiri sana. Okay, sema anything kwa ule fan anaona hapo nje mtu anakuangalia. Mambo tu yote bana fan yani shukran sana yani. Wewe fan mimi sijui naweza kufanyia nini lakini nikiwa na uwezo wa kufanyia kitu yani vyote vile yani sijui naweza shukuru aje but kwa kusupport content yangu, kwa kusupport kitu unafanya yani I'm really grateful. Asante sana. Bana Jo, imekuwa usanii mtaani hivi tuko hapa na Dedan. Mimi wako Professor Kamasho. Till next time. Safi man.